kusimamia takwa hili la kisheria ili miradi ya serikali iweze kuwa salama. Kupitia sheria hiyo, basi natoa rai pia kwamba kila mkurugenzi ahakikishe kwamba majengo ya taasisi ambayo anaiongoza au anaisimamia yanakaguliwa na kutekeleza ushauri unaotolewa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, na pia kuhakikisha kwamba watumishi wanafanyiwa mafunzo kila wakati. Sote tunafahamu kwamba serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, inatekeleza miradi mingi na mikubwa ya kimkakati ikiwemo bwawa kubwa la kufua umeme la Julius Nyerere, reli ya mwendokasi, SGR, kiwanja cha ndege cha Msalato, majengo ya taasisi mbalimbali na miradi mingine. Hivyo ni wajibu wa kila mkurugenzi kuhakikisha kwamba usalama dhidi ya moto katika miradi ya serikali na taasisi anazosimamia unazingatiwa kikamilifu. Wenzetu hawa wakasema hapana, hilo lisiwe tatizo. Sisi wote tunajenga nyumba moja, kwa hiyo tutashiriki kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kufanyika kwa semina hii, wana mchango mkubwa, karibu 90% wameshiriki kikamilifu. Kwa hiyo tunawapongezeni sana. Madhumuni hasa ya mafunzo haya ni kujengeana uwezo kwenye taasisi za umma katika eneo zima la kinga na tahadhari ya moto. Viongozi hawa wakijua nini wajibu wao, itakuwa rahisi hata sisi tunapokwenda kueleza jambo linalohusiana na kinga na tahadhari ya moto, wao tayari wameshakuwa walimu kule. Kwa hiyo tuna imani kabisa semina hii imezaa matunda mazuri na wataenda kuwa wawakilishi wazuri kwenye maeneo yao ya kazi. Ni kuhakikisha basi jeshi linafanya ukaguzi wa mara kwa mara. Jeshi lisisubiri taasisi iwaite, wawe na mipango ya ukaguzi ambayo ina nguvu ya kisheria nyuma yake, kuhakikisha kwamba taasisi zetu zinakaguliwa. Tumesikia kwamba wako understaffed na wamesema wenyewe, lakini kwa serikali yetu ambavyo jinsi ambavyo imeweka nguvu kubwa katika kuhakikisha majengo yako salama, sidhani kama kuongeza staffing kwenye jeshi letu itakuwa ni tatizo. Kwa hiyo once watakapokuwa na wafanyakazi wa kutosha, basi hizi kaguzi zifanyike mara kwa mara, ziwe za nguvu ya kisheria nyuma yake, kuhakikisha kwamba majengo yanakaguliwa bila taasisi kwenda kuomba, kwa sababu sio utamaduni wa binadamu kuomba kukaguliwa. Maana unapoenda kukaguliwa, maana yake umejihakikisha uko salama, na pengine wengi wetu hatuko salama. Kwa hiyo nafikiri wao waweke action plan kuhakikisha kwamba majengo yanakaguliwa kwa wakati mara kwa mara.